sina budi vile vile kusema nimefarijika sana kuona mwitikio wa siku hii ya leo kutoka kwenu. Mimi binafsi nimefarijika sana tu, lakini najua hata nyinyi mtakuwa vile vile mmefurahi. Heri ya mwaka mpya. Tupo hapa leo tunaangalia mwaka mpya, lakini hatukutumbukia tu mwaka mpya. Kwenye siasa kulikuwa na mambo yake, kwenye maendeleo nako tumepata taarifa hapa nzuri tu, namna tumeweza kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda nyingine. Lakini pengine la muhimu ni hapa kwenye kaeneo ka siasa. Hapa nataka kulisema hili ili iwe ni sehemu vile vile ambao sisi wazazi wa watoto tujaribu kuona namna ya kuwasaidia vijana wetu. Tulikuja wimbi, gombi ni kwamba tuandamane, lakini sasa watu wakawa wanaulizana, sawa, sasa kama ni maandamano, mbona mkoani komadu kwa mkokiwa? Mbona mkoku mnasema tukachome na majumba ya watu na yalichomwa? Ndio maandamano tunayotafuta hayo? Bana. Sasa vijana wale hulka ile inapotokea jambo anaona kama la kawaida, naye anataka awe sehemu yake. Sasa matokeo yake vijana wengine wanapoteza maisha, wengine ndio pengine wamejeruhiwa. Kwa hiyo lazima kama wazazi tubebe dhamana hii, tuone namna ya kuwajenga vijana wetu wawe watoto wazuri, watoto wenye kujua wafanye nini katika mazingira yake. Mwana umleavyo ndivyo akuavyo. Kwa tuwalee kiroho ili wawe watoto wazuri kwa upande huo, lakini tuwalee vile vile kidunia ili na wao waweze kuwa ni watu muda wote wanaofikiri kwanza, wanaamua, wanajaribu kuona hapo unatakiwa ufanye nini, badala ya kuinuka na jambo tu bila kujua hata unakwenda wapi. Kwa hiyo nikasema maana tumeonana hapa, na kwa sababu sisi wengine tunaokaa mijini anapokuomba mlikuwa na mambo swali, lakini huko sisi unaogopa kweli, hata kutoa mguu kwenda leo mguu kidogo na niuma ompe, anaogopa tu, unaweza kuteremka mjini kula hapo mambo yakakuharibikia. Kwa hiyo tujaribu sana kuyaona haya, kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa ni kimbuko la jambo ambalo ni ujifu wa amani mkubwa sana, na ndani yake watu wanapata madhara makubwa sana. Kwa hiyo tuangalie pande zote mbili, kiroho lakini vile vile kidunia, kwa maana ya kimwili, tuweze kuona namna kujenga vijana wetu. Kwetu sisi tayari tumeshaona baadhi ya mambo ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi kuyafanya. Mojawapo ni kurejea kwa mkandarasi wa barabara ya Starike kuja hapa Kibaoni. Kesharejea kazini, na kama mnaojua kwamba kipindi kile kilipita tulimwomba, na ndani ya siku hizi 100 ambazo Mheshimiwa Rais aliahidi ni miongoni mwa miradi ambayo itarejea kwa kasi kubwa, na wataanza kwanza, kwa sababu tumekuwa nao muda mrefu hatuoni hata alama kilomita 1. Na hivyo sasa kwa kasi hiyo hiyo wataanza kwanza na kilomita 15 wakiendelea na shughuli nyingine. Lakini sehemu zile korofi, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, tayari wanaendelea kuzirekebisha, na magreda yako barabarani. Wale wote mnaotumia barabara ya Starike kuja Kibaoni, mnaona sehemu ambazo zina changamoto tayari zimeanza kufanyiwa ukarabati huo.